Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu ya Mungu, salamu watu wa janna. Allah tufanyie, atujalie tuwe katika watu wa janna inshallah. Alhamdulillah wa thanau lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Darsa yetu ya leo tutaangazia fitna ya pili iliyosababishwa na munafiqin katika mapambano ya vita vya Bani al-Mustaliq. Na tulieleza ya kwamba hakuna ghazwa ambayo munafiqin walikuja kwa wingi kiidadi kama walivyohudhuria katika vita vya Bani al-Mustaliq, na lengo lao haikuwa kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni kuleta fitna, na naam walifanikiwa kuleta fitna. Tuliangazia fitna ya kwanza katika darsa iliyotangulia, na leo insha Allah tutaangazia fitna ya pili. Fitna hii hujulikana kama hadithatul ifk au hadithul ifk. Ni yale ambayo yaliyojiri katika kumzuilia Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha kwamba amezini. Na hii kisa hakuna mtu bora kutueleza kama Aisha mwenyewe, kuliko kwenda huku na kule. Tutaenda kwa Aisha mwenyewe atueleze ilitokezea vipi. Wa hiya Siddiqatu binti Siddiqa. Aisha radhiyallahu anha asema, na hii itabidi nisome kwa Kiarabu kwa sababu sitaki tuende kuchukua maneno ya mtu mwingine, nataka tuchukue maneno ya Aisha mwenyewe, na itabidi nichukue maneno yake moja baada nyingine niwaeleze maana yake kama ilivyokuja katika ahadith, katika vitabu vya ahadith nyingi, na kisa hii ni sahih. Aisha radhiyallahu anha alisingiziwa kwamba amezini. Ilikuwaje mpaka akasingiziwa? Yeye mwenyewe atueleza. Aisha radhiyallahu anha asema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada an yakhruja aqra'a baina azwajihi. Ilikuwa ni ada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anapotaka kwenda vita, jihad, mapambano, alikuwa akienda na mke wake mmoja au wawili, na alikuwa hawachukui wake zake wote, na atakuwa ni mwenye kumchagua ni nani atawaweka, namna gani atachaguliwa mwenye kwenda. Alikuwa akifanya qara, akifanya kura si kama vile tunavyofahamu sisi ya kwamba achaguliwe mmoja wetu, kila mmoja mpigie kura mwenzake. La, aqra bimaana huku, mathalan kama wanawake walikuwa wake zake wakati huo katika vita vya Bani Mustaliq walikuwa ni Sauda, kisha Aisha, kisha Hafsa, kisha Zainab, na Zainab kama ilikuwa bado yuko hai. Hao ndo ambao walikuwa wakati huo. He had 5 wives salawatu rabbi wa salamu alayhi. Na Zainab binti Makhzuma ilisemekana kwamba alikufa. Kwa hivyo ikiwa ni kweli alikuwa amekufa, kulingana na ulama muarikhin ambao waliostaja baadhi yao, alipoenda katika vita vya Bani Mustaliq alikuwa na wake karibu wake 5. Alikuwa na Sauda, alikuwa na Aisha, alikuwa na Hafsa, alikuwa na Ummi Salama, na alikuwa na Zainab binti Jahsh. Zainab mwingine alikufa. Kwa hivyo alipokuwa yuaenda alikuwa na wake 5 ambao yuko nao, na 2 wametangulia, Khadija na Zainab mwingine. Sasa akawaita wake zake 5. Sasa ni kama mtu kuandika katika kartasi, kama mke mmoja ndo anaenda naye, ataandika kartasi 5 no, la, alafu moja andike yes. Katika kartasi hizo 5, 4 zitaandikwa la, hakuna kwenda. Moja itaandikwa utakwenda. Sijui kama tutafahamiana, na ni mfano tu natoa kartasi. Kwa hivyo zitakunjwa alafu zitarushwa.
kila moja achukue yake, na karatasi zote zafanana, na huwezi kujua ni gani ilikuwa ndani. Akifungua mmoja anaona la. Aisha akiangalia, bahati ikamwangukia yeye kwamba yeye ndo atamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Bani al-Mustaliq baina wake zake 5 ambao walikuwa hai wakati huo. Na ilikuwa ada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kila anapoenda jihad alikuwa akifanya hivyo, isipokuwa alipokuwa akisafiri kwenda haji aliwachukua wote. Aisha radhiyallahu anha asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada an yakhruja aqra'a baina azwaji, anapotaka kutoka kwenda ama safari alikuwa akifanya kura baina wake zake. Fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maa, alikuwa akichukua mke mmoja. Yule ambaye atakayeangukia katika bahati yake, huyo ndo mwenye kwenda. Falamma kana ghazwati Bani al-Mustaliq, na ilipofika katika vita vya Bani al-Mustaliq, Mayahudi Bani al-Mustaliq walipotaka kuvamia Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata habari mapema, akahakikisha, akakataa kuwasubiri ndani ya Madina, akasema sisi tuende tuwawahi pale walipo. Katika hivi vita, kama ilivyokuwa ada yake, akawaita wake zake, aqra'a baina nisaihi kama kana yasna, akafanya kura baina wake zake nani ambaye atakayemwangukia bahati yake kama ilivyokuwa ada yake. Ilimwangukia nani katika vita hivi? Fa kharaja sahmi alayhinna ma'ahu, asema kura ikaniangukia mimi. Qala fa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baada ma nazala alhijab, asema lakini safari hii iliponiangukia mimi, wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa wanatoka, walikuwa wakitoka tofauti katika vita vya Bani al-Mustaliq, tofauti na vita vya Uhud kama ilivyokuwa. Kivipi? Ilikuwa aya ya hijab ishashuka, wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam wameamrishwa wajistiri na wafanye hijab, na kabla hapo kulikuwa hakuna hijab. Na ndio maana baadhi ya masahaba walikuwa wakiwajua wanawake sahabiyat, kwa sababu walikuwa wanawajua vile walivyokuwa kabla hijab, sura zao, vile walivyokuwa wamekaa, mwili wao, urefu wao. Lakini baada ya hijab kushuka, wale ambao walikuja kuwaona wake zake Mtume baada hapo walikuwa hawajui, isipokuwa wale ambao walikuwa wanaojua kabla alhijab. Na nukta hii ni muhimu, tutaeleza baadaye kwa nini. Asema tulipotoka katika vita vya al-Mustaliq, safari hii ilikuwa ni tofauti, ilikuwa ni lazima tujifinike, na kwa sababu aya ya hijab imeshuka. Na tuliangazia katika darsa zilizopita namna hijab ilishuka kuamrishwa masahaba, na ilikuwa katika siku aliyoolewa Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Qala fakuntu uhmalu fi hawdaji wa anzilu fihi, asema mimi kwa sababu naenda katika jihad ilikuwa ikifanya haudaj. Haudaj ni kama hema ndogo, small tent, ambayo inawekwa juu ya ngamia na mwanamke anawekwa kule ndani. Sasa kule akiwa ndani, mwanamke anaweza kufinika, anaweza kutoa uso wake, hijab yake. It's like a small tent, kuna privacy, si lazima jifinike safari nzima, na mwajua jua vile ilivyokuwa. Kwa hivyo ilikuwa ni haudaj, ni kama tent ndogo, hema ndogo ambayo huwekwa juu ya ngamia, na mwanamke haonekani mpaka yeye mwenyewe afungue pazia ndo umuone. Asema katika vita hivi nilikuwa nikiwekwa kwa haudaj, naingia ndani katika hiyo hema, masahaba wanaume wanakuja wanaibeba, wanaweka juu ya ngamia, alafu tunaendelea na safari. Tukisimama, ngamia wangu anawekwa chini, na ile haudaj, ile hema ndogo hushukishwa ikawekwa chini. Asema hivyo ndo ilivyokuwa. Asema fasirna hatta idha faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tilk, tukaendelea katika hali hiyo zaidi ya siku 20
Katika hali hiyo nikibebwa katika tent hiyo ndogo haudaj, nikishukishwa, nikibebwa mpaka vita vikaisha, kila kitu ikaisha. Sasa imebakia kurudi Madina. Waqafala raji'an ila almadina nazala fi ba'd almanazil fabata bihi ba'd al-layl. Asema tulipokuwa tukienda Madina, sasa tulipomaliza vita na kila kitu ilipoisha, tukirudi Madina tukachagua sehemu moja usiku kupiga kambi pale, kupumzika na kupata utulivu na tupate kulala. Qala faqumtu, nikainuka, hina adhinu birrahil, waliposema sasa tunarudi, waliposema kwamba sasa tutalala hapa. Asema tukakaa, tulipokaa, qala famashaitu hatta jawaztu aljaysh, kwa sababu alikuwa na haja, na mwanadamu ana haja ya choo, sawa niwe kubwa ama iwe ndogo. Walipotuweka pale ile sehemu, asema kama ilivyokuwa ada wanawake sahabia, wanaenda mahali mbali ambao wanaume hawaoni. Asema famashaitu hatta jawaztu aljaysh, nikaenda mahali mbali ambayo jeshi hawezi kuniona. Falamma qadaitu sha'ni, nikatimiza haja zangu. Nafikiri mnaelewa nini. Qala aqbaltu ila rahli, nilipomaliza kila kitu, nikamaliza haja zangu, kurudi katika msafara mahali watu wamepiga kambi. Qala falamastu sadri, nikashika shingo yangu. Kwa nini alikuwa anashika shingo? Asema fa idha aqdun li min jaz'in dhafarin qad inqata, naona kumbe mkufu, chain yangu nilikuwa nimevaa imekatika na imenianguka, na ni usiku pia. Sasa akafanya nini? Qala faraja'tu, asema ni giza na ni usiku, nikarudi kwenda kuangalia pale vile ilivyo. Qala faraja'tu altamisu iqdi wa habasani ibtigha'uhu, asema ni katika hali ya kubaka kule nyuma kutafuta mkufu wangu, chain. Qala wa aqbala rahtu alladhina kanu yarhaluna li, wakaja wale sahabi ambao walikuwa jukumu lao ni kubeba ile tent na kuweka juu ya ngamia. Wakati wa kuendelea na safara imefika na mimi siko, na mimi asema wakaja wakabeba ile tent. Qala fahtamilu haudaji, wakaibeba ile haudaji yangu. Farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alayhi, wakaweka juu ya ngamia ambaye nilikuwa nikipandia juu yake. Wahum yahsabuna anni fihi, na walifikiria kwamba mimi niko ndani. Na umri wa Aisha katika hii kisa alikuwa na miaka 15 peke yake, radhiyallahu anha wa arda. Asema walikuja na nilikuwa ni mwembamba wakati huo. Wakana nisau idhaka khifafan lam yathqilhunna al-lahm, asema wakati huo wanawake wengi katika sahabia walikuwa ni wembamba, hawana mwili. Sasa wao kuibeba, kwa sababu walipokuwa wakinibeba wakinishukisha walikuwa hawaoni uzito wote. Sasa waliponibeba wakafikiri pia niko wapi? Niko ndani, kuniangalia mimi siko. Asema wakanibeba, wakabeba ile tent haudaj, wakapandisha ngamia, wakafunga safari. Asema kwa sababu wanawake wakati huo walikuwa ni wembamba. Inma kana taakulu al-ulqata min at-ta'am, wanawake walikuwa kila chakula kidogo zama hizo, na mimi nilikuwa ni mwembamba pia, na umri wake ilikuwa ni miaka 15. Qala falam yastankiru al-qawm khiffat al-hudaj hina rafa'uhu, walipoona kwamba ni wepesi hawakushangaa, kwa sababu walikuwa jua kwamba mimi si mzito. They just assume kwamba niko ndani, na waliona haya kunizungumzisha wakifikiri kwamba nimelala wasinisumbue. Qala wa kuntu jariyatan hadithat as-sin, na nilikuwa ni binti mdogo. Qala fab'athu al-jamala wasaru, wakafunga safari na ngamia wakaenda. Mimi niko wapi? Niko kule nyuma natafuta chain yangu, mkufu.
Qala fawajadtu iqdi ba'da ma istamarra aljaysh, katika hali ya kutafuta nikapata mkufu wangu. Asema fajitu manazilahum, nikafika pale watu walipokuwa wako, nikashtuka, walaysa biha da'in wala mujib, hakuna mtu yoyote. Naita fulan fulan, kuna mtu? Asema hakuna mwenye kuita aliyebakishwa kama mimi, wala hakuna ambaye anaitikia aliyekuwa pale akiningojea. Ni mimi peke yangu, hakuna aliyeachwa. Ni mimi peke yangu nimeachwa, na hakuna aliyekuwa pale kuangalia ni nani aliyebakia nyuma. Kila mmoja ashafunga safari mbele mbele. Katika hali kama hiyo, qala faamamtu manzili alladhi kuntu bi, nikaenda katika ile nafasi ambapo ngamia wangu alikuwa yuko, nikakaa pale. Wadhanantu annahum sayafqiduni fayarji'una ilay, nikafikiria kwamba labda wakifika kule wakichukua ile tent waiweke chini waipandishe juu, waiweke chini waipandishe juu, watakuja kufikiria kwamba huyu hayuko. Lakini no one realized this, hakuna mtu aliyejua. Wao wakishukisha, wakifika mahali wanashukisha, wanafikiri Aisha atatoka afanye mambo yake, wakija wanaibeba wanairudisha. Wakawa wao wakiendelea hivyo katika msafara mpaka wakaingia Madina, na hawana habari kwamba ndani ya tent Aisha hayuko. Qala, nikadhania kwamba watanitafuta, watafikiri kwamba siko, itabidi warudi, lakini hata haikuwajia kwa fikra kwamba mimi siko. Qala fabainama ana jalisatun fi manzili, nimekaa katika hali kama hii, waqad talaffaftu bijalbabi, na nimechukua jalbabi yangu nimejifunga, nimejitanda, nimejifunga. Kwa nini? Kwa sababu aya ya hijabi ilikuwa ishashuka. Qala ghalabatni aini fanimtu, nimekaa pale peke yangu, hakuna mtu, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna yeyote, uchovu mpaka nimechoka, usingizi ukanibeba mpaka nikalala pale. Sasa kulikuwa na sahabi mmoja ajulikana kama Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami. Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami ni sahabi ambaye alihudhuria katika vita vya Badr, na alikuwa akibakishwa nyuma, alikuwa akibakishwa nyuma ili baadaye kuangalia kitu gani imesahaulika, nini alikuwa amewekwa. Na baadhi ya ulama wanasema sababu ya yeye kuwekwa nyuma ni kwa sababu Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami alikuwa na udhaifu fulani. Udhaifu gani? Alikuwa na usingizi mzito sana. Sasa yeye ni mtu akilala hajui kuamka, bali saa zingine husemekana katika baadhi ya riwayat ya kwamba alikuwa kilala saa zingine mpaka salatu al-fajr, huenda ikafika jua imetoka ndo anashtuka. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, maadamu wewe ni mzito kwa usingizi, hii usingizi wako itakuwa na faida. Wewe maliza kulala, maliza kila kitu, baadaye njoo nyuma, angalia kuna nini imesahaulika au maumbile. Watu wengine usingizi wao ni uzito. Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami qala wa kana Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami, Aisha sema, min wara'i al-jaysh, alikuwa nyuma ya jeshi. Faadlaj, na alibakia, akawa ni mwenye kubakia katika hali kama hiyo, amekaa mpaka mwisho wa usiku. Qala faraa sawada insani naimun faatani, akaona mtu amelala pale amejifunika mweusi na ni jalbabi yake amejifunika. Qala fa'arafani hina raani, aliponiona akanijua mimi ni Aisha. Alimjua vipi? Kwa sababu alikuwa anamjua kabla aya ya hijab haijashuka. Asema alinijua kwa sura zangu. Wakana yarani qabla alhijab, alikuwa akiniona kabla hijab haijashukishwa, tukiamrishwa wake zake Mtume na wanawake wa kiumini wa waumini wavae hijab. Kabla aya hiyo haijashuka alikuwa ananijua, alikuwa yuko. Qala fastayqadtu, nikashtuka, nikainuka kutoka usingizi.
qala bistirja'ihi hina arafani, sababu ya mimi kuinuka alifanya istirja'. Istirja' ni mtu kurudi nyuma na ni mtu kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. You take a step back. Wewe ukiambia mtu amekufa, musiba imekupata, balaa fulani, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aliponiona akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa sababu ya yeye kurudi nyuma na kusema maneno haya, kufanya istirja', sauti yake nikashtuka kutoka usingizi. Qala fastayqadtu bistirja'i hina arafan, alishtuka kuniona akarudi nyuma. Qala fakhammartu wajhi bijalbabi, asema nikafinika uso wangu kwa jalbab nilikuwa nimevaa. Wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, aya ya hijab iliposhuka na sahabiyat wote walikuwa wakifinika uso, hakuna mtu anajua mke wa mwingine. Qala fakhammartu wajhi bijalbabi, nikafinika uso wangu kwa jalbab nilikuwa nayo. Wallahi ma kallamani kalima, wallahi hajanizungumzisha neno hata moja. Alisema tu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nikisikia hivyo mimi nimeshtuka, nikimwona ni yeye. Hakuongeza zaidi hapo. Mimi nilipomwona na yeye nikafinika uso, wala hakuongeza neno lolote. Qala wala sami'tu minhu kalima ghaira istirja'i, wala sikusikia neno lolote, sikusikia neno lolote baada ya kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hakuongeza. Hata anakha rahilata, akashuka kutoka kipandio akamweka ngamia chini. Aisha radhiallahu anha akapanda. Qala fawati'a ala yadayha farakibtuha, akapandishwa juu ya hiyo kipandio. Fantalaqa yaqudu birahila, akawa sasa yeye amekuja mbele, hapande juu ya ngamia tena, yeye ndo anashika kamba anamvuta ngamia, na huku juu yuko nani? Yuko Aisha. Lakini Aisha akipanda ngamia amejifinika na hayuko ndani ya haudaj, yuko ndani ya tent. Akiingia Madina, munafiqin wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul wanaona Aisha yuko juu ya ngamia, na walikuwa wanamjua Aisha kabla hijabu haijashuka. Wakamwona Aisha yuko juu ya ngamia kwa sababu hakuna tent, yuko juu ya ngamia peke yake, na Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami wakishika kivuta, wakiingia Madina wao wawili peke yao. Aisha anajulikana na pia Safwan anajulikana. Qala fantalaqa yaqudu bi rahila hatta atayna al-jaysh ba'dama nazalu mughirin fi nahr adh-dhahira. Asema tukafika kabla jeshi haijaingia Madina, tukawahi sehemu inayojulikana kama Mughirin fi nahr adh-dhahira. Qala falamma ra'a dhalika an-nas qalu ma qalu wa halaka man halak wa kana alladhi yatawalla al-ifk Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kuna baadhi wengine husema kwamba ameingia katika Madina wakiwa pamoja, lakini Aisha asema mimi mwenyewe niliwahi jeshi, niliwawahi kabla hawajaingia Madina. Sasa wakituona wanaona mtu kutoka kule mbali, mwanamke juu ya ngamia na mwanamume anamvuta. Wakashika, nikafikia mpaka kambi ya jeshi kabla hawajaingia Madina. Asema watu wakaniona mimi na Safwan peke yetu. Qala falamma ra'a dhalika an-nas, pindi watu walipoona walioyaona, qalu maqalu, wenye kusema wakasema, wa halaka man halak, na wale ambao waliosema mabaya wakaangamia. Wa kana alladhi tawalla al-ifk Abdullah ibn Ubay ibn Salul, na yule ambaye alichukua jukumu la kusema kwamba mimi nimebakia nyuma kule kuzini na kijana mdogo, basi huyu atakuwa amenisingizia. Na walikuwa kiongozwa na munafiqin, na kiongozi wao aliyekuwa kiongoza hili jambo ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul la'anahu Allah. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka kumuumiza roho Mtume sallallahu alaihi wasallam.
ambia msichana mdogo amepata kijana mdogo Safwan ibn Mu'attal, miaka 50, msichana ameenda amefanya mambo kule, na akawa akieneza fitna. Umewaona wakiingia, umewaona walivyokuja, na Aisha hata hana habari, she has no clue radhiyallahu anha wa arda. Thumma qadimna al-Madina, asema tukafika Madina, habari hiyo ikaenea, everyone knows except me. Qala fashtakaitu hina qadimtu shahra, nilipofika pale nikawa mgonjwa. Wannasu yufidhuna fi qawli ashabi al-ifk, na habari imeenea Madina na munafiqin imeenea kila mahali ya kwamba Aisha amepata kijana mdogo akazini naye, kijana ambaye hajaoa, na wakati huo Safwan ibn Mu'attal alikuwa bado hajaoa. Ayuha almu'min, asema lakini nilipokuwa Madina watu wananisema sema mimi sijui, lakini mimi ni mgonjwa, sijui ugonjwa wangu ni nini, midomo ya watu sumu. Asema nikakuwa mgonjwa kwa mwezi mzima. Qala wala ash'uru bi shay'in min dhalika. Qala wan nasu yufidhuna qawli ashabi al-ifk, na watu wakienezana wakiambiana habari za maneno ya ifki, ya uzushi walionisingizia. Wala ash'uru bi shay'in min dhalik, na mimi sina habari, illa anni qad ankartu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Asema everything was normal, sina habari, lakini kuna kitu kimoja ilikuwa ni tofauti. Kuna kitu kimoja ilikuwa ni tofauti. Asema mimi ninapokuwa mgonjwa, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa na huruma zaidi kwangu. Na hii ni tambihi, mke akiwa mgonjwa unakuwa na huruma naye, kama ni kusaidia na watoto, kama kusaidia homework, kama ni kutafutia mwanamke. Mke wako anapokuwa mgonjwa, kuwa kama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Asema Aisha, nilikuwa nashangaa mimi ni mgonjwa na namuona mtume hayuko kawaida yake ninapokuwa mgonjwa, kwa sababu pindi ninapokuwa mgonjwa alikuwa na upole na huruma zaidi, lakini safari hii hakuwa na huruma aliyokuwa naye kama kawaida ninapokuwa mgonjwa. Qala illa anni qad ankartu min rasulillah sallallahu alayhi wasallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki, mazoea niliyokuwa naye ninapokuwa mgonjwa au huruma niliyokuwa nikipata kutoka mtume sallam sipati tena. He was just normal. Qala inma yadkhulu alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam fayusallim, tu sallam anakuja pale yonisalimia, thumma yaqul kayfa tikum, auliza haya huyu hali yake vipi leo. Ikawa yanishangaza, what changed, kwa nini Rasulullah amebadilika? Lakini nikasema labda ana mambo mingi, ana mambo ya masahaba, labda munafiqin wanamsumbua, but haikuja kwa akili yangu kwamba shida ni kutoka kwangu. Nilikuwa nafikiri ar-Rasul ana mambo mengine anamshughulisha akili yake, lakini sikujua kwamba mimi ndo nilikuwa namshughulisha akili yake kwa maneno ya munafiqin. Qala thumma yansarif, akija pale na akienda zake, akasema fadhaka alladhi yuribuni wala ash'uru bishar, hilo ndo lilikuwa likinitia wasiwasi, kwa nini mtume amenibadilikia? Na by the way, hii maneno iliendelea for 1 month na hakuna wahi imeshuka kutoka nani? Kutoka Allah. Hakuna mwelekeo. Jibril akija ataleta mambo mengine, Allah amesema hivi, na hii Jibril asema Allah hajaniambia kitu. A whole month. Sasa ile ikazidi kumtia stress nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na mtu akimtia aibu mke wako amekutia wewe aibu. Na munafiqin lengo lao haikuwa ni Aisha, lengo lao ilikuwa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na wake zake wa mitume wote, hata kama wale ambao walikuwa ni asi, walikuwa ni mushrik, hawajawahi kuwafanyia khiana juu ya kitanda. Khiana ya kitanda na zina, hakuna mke wa mtume aliyemfanyia mtume Mwenyezi Mungu, wala Allah hakuruhusu. Wengine huenda wakawa ni makafiri kama mraata Nuhin wa mraata Lut, lakini
hawajawahi kufanyia khiana katika kitanda. Katika hali kama hii asema fakharajtu, asema siku moja nikaenda chooni usiku. Wanawake tulikuwa tukienda tukibakia nyumbani tukikidhi haja zetu, lakini wakati huo tulikuwa hatupendi kuweka choo ndani ya nyumba, so tunangojea inapokuwa giza tunaenda nyuma ya Baqi'. Asema siku moja nikatoka na mmoja katika masahabia, Ummu Mistah. Asema tukaenda sehemu hizo, akawa tumetoka usiku, wa kunna la nakhruju illa laylan ila layl, hatuendi kufanya haja kubwa isipokuwa usiku baada usiku. Mtu akiwa na kitu anasubiri mpaka usiku ndo anaenda, wanawake, ili wasionekane. Asema katika hali ya kutoka, na kwa nini tulikuwa tunaenda nje? Wadhālika qabla an nattakhidha kunufa qariban min buyutina wa amruna amru al-arab al-awwal fi at-tabarruzi qibla al-gha'it. Asema sisi tulikuwa na ada za Kiarabu, tulikuwa hatupendi mtu afanye haja kubwa katika nyumba yake, na hiyo ilikuwa kabla hatujaanza kufanya mambo ya choo ndani ya nyumba. Fakuna nataadha bilkunuf an nattakhidha inda buyutina, tulikuwa hatupendi kufanya choo ndani ya nyumba. Hivi ndio ilivyokuwa ada ya masahaba na Waarabu. Baadaye ndio mambo yakabadilika. Qala fantalaqtu ana wa Ummu Mistah wa hiya ibnatu Abi Rahm ibn Abd Munaf wa ummuha binti Sakhr ibn Amir khalat Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anha. Nikatoka na mwanamke anayejulikana kama Ummu Mistah ambaye ni cousin yake Abi Bakr radhiyallahu anhu, na mamake huyu Ummu Mistah, mamake na mamake Abu Bakar ni mandugu. Kwa hivyo yeye na Abu Bakar radhiyallahu anhu watakuwa ni cousins, huyu Ummu Mistah, na mtoto wake ni Mistah ibn Athath. Huyu Mistah ibn Athatha tutakuja tutamwangazia. Mistah ibn Uthatha ni sahabi ambaye alikuwa ni maskini na ni familia ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wanahusiana vipi? Wanahusiana kupitia mamake. Ni mtoto wa kazini yako, amekuja maskini, cousin sister, maskini, hana mbele hana nyuma, ukasema utamwangalia. So that is the relationship between Mistah na Abu Bakar, ni mtoto wa cousin sister yake. Katika hali kama hiyo, asema tukaenda mimi na Ummu Mistah mamake, tukaenda kufanya jambo kukidhi haja zetu. Kabla hatujafika, asema Mistah, huu mtoto wangu huu Mistah, Mungu amsamehe, amefanya makosa makubwa. Aisha akasema, faqultu laha bisa ma qulti atasubina rajulan shahida badra. Akamwambia anti yake, mbona maneno mabaya wazungumza? Wamjua Mistah ni nani? Mistah ni sahabi aliyehudhuria vita vya Badr. Afwan, si Safwan aliyehudhuria vita vya Badr, ni Mistah. Faqalat ay awalam tasma'i ma qal, wewe usikii ndugu yako anasema nini? Hujasikia mtoto wangu anasema nini juu yako Aisha? Qultu wama qal, ambe wewe unamtetea, wasema ni mtu wa Badr, lakini hujui anasema nini juu yako? Qala wama qal, amesema nini mtoto wako Mistah? Qala fa akhbartani biqawli ahli al-ifk, akamweleza kila kitu, na katika watu walikuwa wakieneza hiyo fitna ni Mistah ibn Uthath. Ayuha almu'min, huyu Mistah ibn Abi Uthatha au Mistah ibn Uthatha ni familia Abi Bakar, mtoto wa cousin sister yake. Anamwangalia, anampa nafaka, anamlisha, anamvisha. Watu wanapoenda jihad, yeye hana mbele hana nyuma. Mistah, Abu Bakar anamwambia njoo chukua huu farasi, nenda kachukue upanga, mimi nitalipa. Yani alikuwa akisimamiwa na Abu Bakar radhiyallahu anhu, na yeye alikuwa akieneza fitna. Ile maneno ya munafikini imemfikia, na yeye pia akawa yenye kusema Aisha amemfanyia khiana mtume, Aisha amezini, wal iyadhu billah. Na hii ni darsa kwetu kwamba saa zingine watu wazuri, watu wa khairi, unaona upepo wa fitna inawabeba, upepo wa fitna inawabeba. Ikija wimbi
bila kuhakikisha na wao pia wanaenda nao. Na hii ndio ilipompata Mr. But he paid the price. Alilipa kwa makosa aliyofanya, na tutakuja tutangazia. Aisha radhiallahu anha asema, niliposikia maneno hayo, ile choo nilikuwa nikisikia sikusikia tena, ilirudi ndani. Nikaanza kujua kwa nini Mtume amenibadilikia, sivyo alivyokuwa. Aisha radhiallahu anha qala falamma raja'at qala, nikafika nyumbani hata sikuenda choo tena, fazdadtu maradan ala marad, ile ugonjwa niliokuwa nayo ikazidi kupata, nikazidi kuwa mgonjwa. Aisha radhiallahu anha, nilipofika nyumbani Mtume SAW akaja akanisalimia, akaambia leo wasikiaje? Aisha akamwambia, sikiza, ataadhanu li an ati abawai, mimi siwezi kukaa ndani ya nyumba. Hakumwambia kwamba nimesikia, hakumwambia kwamba nimeona umenibadilikia, hakumwambia kwamba maradhi yake imezidi kwa sababu ya fitna. She never mentioned all this. Anaambia, naomba ruhusa nipatie niende kwa familia ya mamangu na babangu, nataka kwenda kwetu. Qalat wa ana hina idhin, na sababu ya mimi kutaka kwenda kwetu, uridu an astayqina alkhabara min qibalihima, nataka kwenda kuhakikisha habari yangu, hizi habari kutoka mamangu na babangu, niende kwa Abu Bakar na Ruman. I want to confirm from my mother and my father, hii habari mwezi mzima unaenea, mimi sijui ni kweli ama si kweli. Mtume SAW faadhina li Rasulullah SAW, asema kanipa ruhusa. Faida mbili tupata. Faida ya kwanza, mke wako akiwa ni mgonjwa, akiwa na haja, akasema wacha niende kwa mamangu, au mathalan umeoa msichana mara ya kwanza na akapata mimba, katika hali ya kujifungua mimba yake ya kwanza, akasema nipatie ruhusa nikazae au nikajifungue mahali mamangu yuko, niende town hiyo. Usimkataze. Usimkataze mke wako anapokuwa mwenye kuomba kwa ajili ya dharura. Faida ya pili tunapata ni kwamba hata uwe ni mgonjwa namna gani, mpaka mume wako akupe ruhusa, mpaka mume akupe ruhusa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema faadhina li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akanipa ruhusa. Qala, aliponipatia ruhusa nikafunga virago nikaenda kwa mamangu na babangu. Fajitu abawaya, nikaja kwa wazee wangu. Fakultu li ummi, nikamwambia mamangu, ya ummata, ewe mama, ma yatahaddathu an-nas, watu wanasema nini juu yangu mimi nifanye mambo mabaya? Qalat ya bunayya hawini, binti yangu, maneno ya watu usichukulie kwa undani. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. Akajaribu kumdivert, akamwambia, wajua Mtume SAW yuko na wake watano, na kawaida yule mke msichana ambaye anayependeza na anayependwa, wale wake wengine huwa hawaridhi, kwa hivyo fitna iko kila mahali. Alijaribu kufanya nini? Kuidivert, kumtuliza. فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا. سبحان الله, watu wamezungumza kweli kwamba mimi nimefanya zina. Katika riwaya nyingine Aisha radhiallahu anha akamuuliza, waqad alima bihi abi, wewe naona unajua habari hizi, babangu Abu Bakar Siddiq anajua mambo haya? Qalat naam, akamwambia babako pia anajua, babako pia anajua. Qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Rasulullah pia habari hii anajua? Qalat na'am wa Rasulullah yajua, akamwambia naam, pia mtume Mwenyezi Mungu anajua. Kwa nini? Kwa sababu ameipata habari Ruman kwamba mtume ameenda kuuliza kila mahali. Si kila mahali, kuna baadhi ya sehemu ameenda, baadhi ya watu wamewauliza. Sasa zile habari zikamfikia, kumaanisha mtume amejua. Qala wasta'bartu wa bakait, nikalia kilio nilipojua kwamba mamangu yajua, babangu yajua, mume wangu Rasulullah pia yajua. I could not take it, I could not believe. A whole month hii inaendelea katika Madina. Qala wasta'bartu wa bakait, nikalia. Qala fasami'a Abu Bakar sauti wa huwa fi albayt yaqra,
Babangu alikuwa juu katika ghorofa ya kwanza, ilikuwa nyumba ya Abubakar juu na chini. Aliposikia sauti yangu nikilia, na alikuwa yuko juu akisoma Qur'an Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, fanazala faqala li ummi, akaja mbio akashuka akamuuliza mamangu, masha'anu, kwa nini mtoto yualia, mmemfanya nini? Qalat balagha alladhi dhukira min sha'niha, akaambia hatujamfanya kitu, lakini ile habari watu walikuwa wakisema Madina, habari hizo zimemfikia, ndio maana analia kwa huzuni. Abubakar fafadat ainahu, Abubakar akashindwa kujizuia, machozi kaanza kumtoka. Msichana wako anaambiwa mezini, aibu gani hiyo? Msichana wako unaambiwa mezini na mume wake ni Rasulullah. Ikiwa mezini kweli, itabakia mpaka siku ya Kiyama watu wakijua. He could not take it. Au msichana wake amedhulumiwa na hakuna njia ya kuthibitisha ila kwa wahi, na wahi mwezi mzima haijashuka kuona binti yako amedhulumiwa, kwa sababu you know your own daughter. Qala aqsamtu alayka ya bunayati illa raja'ti ila baytik, na kuapia mwanangu usimkimbie Mtume sallam kwa maneno ya watu. Wataka dua zangu, rudi kwa bwanako Rasulullah sallam, go back to his house. Hii itazidisha shaka kwamba yule msichana amerudishwa kwao, itazidisha shaka, na munafikini watapata sasa, ndo watapata fursa, huoni pia amerudishwa kwao. Sasa Abubakar hakutaka, kaambia wataka dua zangu, mimi nakuhusia na nakuapia lazima urudi. Aisha radhiallahu anha akawa akienda kwa mamake akirudi, akienda kwa mamake akirudi. Katika hali kama hiyo akawa yuko katika hali ya huzuni, na huku asema Aisha radhiallahu anha, fabakaitu tilka al-laila, usiku nililia ajabu, hata asbahtu, yani nililia kuanzia usiku mpaka asubuhi, mchana usiku nzima nikalia mpaka asubuhi, nalia tu, machozi inatoka. La yarqa'u li dam'a, hakuna yani machozi imeisha. Wala aktahilu binaum, na silali usiku mchana silali, hatta asbahtu abki, nikilia. The second morning pia ikawa nalia. I could not take it. Watu watasemaje mimi nimezini, mume wangu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na huku pia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yale ikamwathiri. Aisha radhiallahu anha asema, daa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib wa Usama ibn Zaid. Fitna ilipozidi akawaita watu wawili, akamuita Usama ibn Zaid na akamuita Ali. Kwa nini? Kwa sababu wahi haijashuka. Akasema mimi madamu wahi haijashuka na hii fitna imeenea, mimi nitamwacha Aisha nimpe talaka arudi kwao. Ona imefika wapi, mpaka kuvunja nyumba ya Mtume sasa. Usama akasema, Aisha radhiallahu anha anasema, fa amma Usama ibn Zaid alipouliza, fa ashara ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahli, akamwambia ya Rasulullah, usiachane na mke wako, maneno ya watu, na mimi ninavyomjua ya Rasulullah, ahluka ma na'lamu illa khaira, familia yako na wake zako hatujui kwao illa khairi. Vipi utaacha talaka kwa maneno ya watu? Tuangalie history ya wake zako, ni wanawake aina gani, tuangalie mwenendo wao vile walivyo, hatujui ila kwa khair. Usiache mke wako kwa ajili ya maneno ya watu. Ali radhiallahu anhu akasema, ya Rasulullah, lam yudayyiq Allahu alayk. Ya Rasulullah, kwa nini ujitie stress? Allah hajakubania, wanisau siwaha kathir, na ukitaka kuoa wake wengine pia wako, kwa hivyo ni wewe mwenyewe uangalie. Lakini mimi natoa rai. Ali akasema, kuna huu msichana mfanyikazi wake nyumbani, muulize, kwa sababu yuko naye kila siku. Muulize, kwa sababu wewe labda unasafiri,
waenda jihad, waenda safari, uko na wake 5 mpaka urudi kwake siku 4 imepita. Sasa wewe muulize kama yuko tayari ama kama anajua lolote. Akaitwa Barira radhiyallahu anha. Mtume sallam, mtu wangapi yamuuliza? Usama, Ali na huu watatu Barira. Alileta fikra hii ya kumuuliza Barira, mfanyikazi wa nyumba ni Ali. Mtume akamuita Barira, akamwambia ai Barira, hal ra'aiti min shay'in yuribuk, umeona kitu chochote kinakutia shaka? Qalat Barira, la walladhi ba'athaka bilhaq, wallahi nakuapia kwa yule ambaye aliyekufanya wewe mtume akakuchagulia dini ya Kiislamu utufikishie, wallahi sijaona kitu chochote chenye kutia shaka wala siwezi kudanganya. Ma raaitu alaiha amran ughmisuhu alaiha, sijaona kitu cha kumtia aibu isipokuwa kitu kimoja. Kitu gani? Qala annaha jariyatun hadithatu sin, ni binti mdogo, miaka midogo 15, tanam an ajini ahli, akikanda unga saa zingine atachoka ataacha alale, anapoacha analala. Fatati dajin, anakuja mbuzi mdogo anakula ile ngano ama zile. Hiyo ndo peke yake nimeona, lakini sijaona kitu kingine, there is nothing else. Baadhi ya masahaba wakamwambia, wewe sema ukweli, wacha kumficha, wacha kumtetea Aisha. Kumaanisha baadhi ya masahaba wamefanya nini? Wameamini maadamu Allah hajashukisha hili jambo, labda lipo. Waswahili wanasema, wanamsemo wasema lisemwalo na kama halipo liko njiani. Lisemwalo lipo na kama halipo liko njiani. Masahaba wakamwambia, ustuqi Rasulullah, mwambie ukweli Mtume sallallahu alayhi wasallam, wacha kuficha. Faqalat subhanallah wallahi ma alimtu alayha illa ma ya'lamu ad-da'i'u ala bi'r adh-dhahab al-ahmar, wallahi sijui kitu chochote juu ya Aisha mbaya wala nini wala yeye na Safwan. Ningeona singemficha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kama huyo kijana alikuwa akija hapa usiku na alikuwa nayo kule, ningeona singemficha. Kijana huyo ni nani? Safwan ibn Mu'attal as-Sulami. Habari hizi zikamfikia Safwan ibn Mu'attal as-Sulami kwamba mpaka Mtume anauliza, je, kuna relationship between yeye na Safwan? Je, ameona kitu chochote? Safwan alipoona kwamba habari zimefika hapa mpaka Mtume yuko tayari kumwacha Aisha, akasema subhanallah, subhanallah, wallahi ma kashaftu kanafa untha qat. Asema subhanallah, wallahi sijamgusa mwanamke, mimi sijaoa, sijawahi kugusa mwanamke kwa halali wala kwa haramu. I've never touched a woman in my life. Sasa ikamchoma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko tayari kumwacha mke wake. Sasa yeye atakuwa na uso gani wa kumwona Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Akalia akasema subhanallah, wallahi ma kashaftu kanafa untha qat, wallahi sijawahi kutoa nguo ya mwanamke kwa halali wala kwa haramu, sijawahi maisha yangu. Sijaoa, sijawahi kufanya kwa halali wala kwa haramu, wallahi sijawahi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilipofika hapa na hakuna wahi inashuka, akaona labda ni maneno ya watu, akaenda akapanda juu ya mimbar akaita watu, na anajua ni nani mwenye kuongoza fitna hii, ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Akapanda juu ya mimbar. Aisha asema faqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal ya ma'shar almuslimin, enyi waislamu, man ya'dhuruni min rajulin qad balaghani adhahu fi ahli baiti, nani atanisaidia adil na huyu mtu ambaye amekuwa kiniudhi mpaka sasa anaingilia na kuudhi familia yangu. Wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira, wallahi mimi sijui chochote juu ya wake zangu na familia yangu isipokuwa khair. Walaqad dhakaru rajulan, na wanamtaja mtu Safwan ibn Mu'attal, wanamtaja ubaya Safwan ibn Mu'attal kwamba amenifanyia mimi khiana
na amelala na mke wangu, walaqad dhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khaira, na huyu Safwan wallahi sijui juu yake illa khaira, wama kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, na akikuja nyumbani kwangu alikuwa akiingia pamoja na mimi, hajawahi kuingia peke yangu kwa mke wangu. Who will deal with this man? Abdullah ibn Ubay ibn Salul ameniudhi kutosha. Maashara almuslimin, Saad ibn Muadh akasema, ya Rasul Allah, ana a'dhuruka min, mimi leo nitamkata kichwa huyu. In kana min al-Aws darabtu unuqa, ikiwa ni katika Aus, kwa sababu Madina kabila mbili, Aus na Khazraj ndo Ansar. Ikiwa ni katika Aus, wallahi tutamkata kichwa, na ikiwa ni katika familia yangu ya Khazraj, wallahi amartana fafa'alna amrak, tutafanya vile unavyotaka. Saad ibn Ubada na yeye ndo kiongozi wa Khazraj. Watu wa Aus wakakasirika kwamba huyu mtu wa Khazraj asema ataua mtu wa Aus. Fitna ikakuja, mambo ya ukabila na familia yangu, kwa sababu Abdullah ibn Ubay ibn Salul amejidhihirisha kwamba yeye atakia watu wake Aus mazuri. Qala wa kana qabla dhalika rajulan salihan, Saad ibn Ubada ile ikambeba damu na ukabila, akasema, kadhabtu la amrullah la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatli, wallahi huwezi kuua mtu kutoka kabila yangu. Vipi utaua mtu kutoka kabila yangu? Huwezi, na wala haitafanyika. Usaid ibn Khudhair, fitna ikatokezea. Sasa fitna ni baina Saad ibn Ubada na Saad ibn Muadh. Saad ibn Ubada akawa ni mwenye kubebwa na damu. Vipi utaua mtu kutoka kabila yetu? Usaid ibn Hudhair akasema, akamwambia Saad, kadhabta wallahi la naqtuluhu, wallahi kama ni Aus tutamuua na tumkate kichwa. Kisha akamwambia Saad ibn Ubada, fa innaka munafiq tujadilu ala almunafiqin, wewe mwenyewe ni mnafiki. Vipi utamtetea mtu ambaye ni munafiq, isipokuwa wewe mwenyewe ni munafiq? Lakini ukabila ndo imembeba. Fatharu alhayawan al-Aus wal-Khazraj hamu an yaqtatilu, ikatokezea vita ndani ya msikiti na fujo baina Aus na Khazraj, na yule mwenye kuleta fitna si katika Muhajirin, ni katika Ansar, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaimun ala mimbar, mtume yuko juu ya mimbar, akaanza kuwatuliza. Falam yazal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukhaffidhum hatta sakatu wa sakat, mtume akawatuliza akamwambia, tulieni, wacheni fujo. Alipoona imeleta fitna nyingi, walipotulia, Aisha radhiyallahu anha asema, famakatu yawmi dhalika kullu la yarqa'u li dam'a wala aktahilu binawm. Qala fa asbaha abawai indi, nikawa niko pamoja na baba zangu wamekuja kuniona, na vile ninavolia wakawa mamangu na babangu wamelifanyia ziara. Katika hali kama hiyo nimelia usiku 2 wala sina usingizi. Qala, wakaja mpaka wazazi wangu wakanionea huruma, wakawa wamekaa, mamangu na babangu wamekaa na mimi. Na hivi ndio ilivyo hali ya mtoto akiolewa, akihitaji support unampatia support mtoto wako. Qala fasta'dhanat alayya imra'atu min al-ansar faadhintu laha, mwanamke wa Kiansar akaja nyumbani kwangu, akaniona, akaanza kulia. Fajalasat tabki ma'i, alipoona ninavolia akaanza kulia na mimi. Basi katika hali kama hiyo akaingia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, fasallam, akasalimia. Thumma jalas, akakaa. Walam yajlis indi mundu qila ma qila qablaha, na mtume hajawahi kukaa na mimi muda mwezi mzima, hata kulala na mimi hakufanya. Qala waqad labitha shahran, na imepita mwezi mzima, la yuha ilayhi fi sha'ni, hakuna kitu anaambiwa juu yangu. Qalat fatashahada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina jalasa, mtume akatoa shahada kama kuanza khutba, akamwambia amma ba'd, akamwambia ya Aisha, ewe Aisha, fa innahu qad balaghani anka kadha wa kadha, kwa hakika kuna habari fulani imenijia juu yako, ya kwamba umezini
na kijana Safwan ibn Mu'attal. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki Allah, ikiwa wewe ni innocent na haya mambo hujafanya, usiogope, Allah atakutetea. Wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah wa tubi ilayhi. Amwambia Aisha, na ikiwa umezini na ukijana na umeteleza, basi muombe Allah msamaha, watubi ilayhi, na mrudie. Fa innal abda, kwa hakika mja wa Allah, idha atarafa bidhanbihi thumma taba ila Allah taba Allahu alayhi. Mja wa Allah anapofanya makosa akimrudia atamkubali, Allah atakupokea. Go back to Allah kama umezini. Aisha radhiallahu anha asema, nilishindwa kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mamangu au babangu akaniambia, ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima qala, mjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama umezini ama hujazini. Akasema wallahi, qala wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah, sijui nimwambie nini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikashindwa kumjibu. Faqultu li ummi, nikamwambia mama, ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima qala, mjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjibu, nitetee. Akasema mamake, ma adri ma aqulu li Rasulillah, sijui nimwambie Mtume Mwenyezi Mungu nini. Akasema, inni wallahi, nimekaa nikilia katika hali kama hiyo, katika hali kama hiyo. Akasema Aisha radhiallahu anha, inni wallahi laqad sami'tum hadha alhadith, wallahi nimejua kwamba maneno haya umesikia, na hadithi hii, mambo haya imeenea hata istaqarra fi anfusikum wasaddaqtum bih, mmekuwa ni wenye kuamini maneno haya kwa sababu mumeambiwa sana, watu wakirudia rudia mpaka mumeamini kwamba mimi nimezini. Kisha Aisha akasema, fala in qultu lakum inni bari'a, nikiwaambia kwamba mimi ni msafi, ni innocent, sijazini, wallahu ya'lamu anni minhu bari', na Allah ni shahidi kwamba mimi sijazini, la tusaddiquni bidhalik, hamtaniamini kwa sababu maneno ya watu mshakubali. Wala in i'taraftu lakum bi amrin, na nikikubali kwamba nimezini, wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, na Allah anajua kwamba sijazini, lakini niseme leo mimi nimezini, la tusaddiquni, nyinyi mtaamini kwa sababu maneno ya watu mshakubali, mutakubali yao na yangu hamtakubali. Wallahi ma ajidu lakum mathalan, mimi sina mfano illa kama ilivyokuwa mfano wa babake Yusuf, bimaana Yaqub. Mimi sina njia ya kusema, lakini fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma, fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Hamuniamini, you will not believe me if I said I didn't do zina, and Allah knows kwamba mimi sikufanya zina, you will not believe me. And if I say kwamba nimezini na Allah knows kwamba mimi sijazini, you will believe. So mimi I put my trust in Allah. Fasabrun jamil, fasabrun jamil, nitakuwa na subra, wallahu almusta'anu ala ma tasifun, na Allah ndo atanitetea. Aisha asema, thumma tahawalt, nikashindwa kuzungumza, nikageuka, nikaangalia upande mwingine, nikakaa kwa godoro nikilia. Mara tukaona Mtume sallallahu alayhi wasallam akibadilika, bimaana wahi inashuka juu yake, na asema, walakin kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi an-nawm ru'ya yubarru'ni Allahu biha. Nilikuwa natarajia maadamu nimemlilia Allah
Allah ataleta suluhisho, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ataoneshwa katika usingizi kwamba mimi sijafanya machafu, mimi sijazini, mimi sijamfanyia khiana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل بيتي حتى أنزل عليه. Tumekaa katika hali kama hiyo, mimi, mamangu, babangu, Rasulullah na yule mwanamke wa Kiansaria, ila Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kupata wahi. قالت فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فالله والله ما فزعت ولا بليت. Nilipomwona Mtume akipata wahi, I didn't care, because najua Allah knows the truth. قد عرفت أني بريء وأن الله عز وجل غير ظالمي. Nilijua mimi niko innocent, na nilijua Allah hatanidhulumu, atanitetea. Wa amma abawayya, babangu lakini na mamangu walipoona wahi imemfikia Mtume sallam, wallahi karibu kufa na roho kutoka katika mwili wao. Kwa nini? فوالذي نفسي عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لا تخرجن أنفسهما. Niliona wazazi wangu watakufa kiwa pale, kwa sababu wanaogopa Allah sija akashukisha wahi akasema kwamba nimezini. Wazazi wangu walikuwa wanaogopa, lakini mimi sikuogopa. Sikuogopa kwa sababu najua ukweli wa mambo, na Allah anajua, na namjua Allah hata ni dhulumu. Lakini babangu na mamangu walikuwa na hofu wasija wakaibika. Mtume sallallahu alayhi wasallam wahi iliposhuka kwake, jambo la kwanza alisema, ya Aisha, ewe Aisha, ama Allahu azza wa jalla faqad barra'ak. Allah amekutetea, ameshukisha Qur'ani kusema kwamba hujafanya lolote. Faqalat ummi, mamangu akaniambia, qumi ilayhi, umshukuru mume wako. Faqultu, nikasema, wallahi la aqumu ilayhi, simshukuru yeye, wala ahmadu illa Allah azza wa jalla, mimi nitamshukuru Allah peke yake. Allah ndo amenitetea. Allah akashukisha aya katika Qur'ani, aya hizi Allah anasema, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الدنيا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Ikashuka aya hizi kumtetea Aisha radhiallahu anha, aya ambazo tunasoma kuanzia leo, kuanzia wakati huo mpaka kiyama isimame. Allah amemtetea, na mtu yoyote anayedhulumiwa, Mwenyezi Mungu sunna yake ni kwamba atadhihirisha ya haki hata kama ni baadaye. Katika mambo ambayo yanatutia uchungu ni kuwa kuna kundi ambayo hujulikana kama Mashia, na kwa sababu ya aya hii ulama wamewakufurisha. Allah anasema Aisha hajazini,
na wao kila siku wanamlaani Aisha wakisema ni zania, waliyadhu billah, wakisema kwamba ni zania, alaihim la'natullah. Ulama wakawakufurisha. Vipi nyinyi Allah anasema Aisha hajazini, na nyinyi vipi Allah anasema Aisha hajazini, na nyinyi mnasema kwamba Aisha amezini? Je, ni nyinyi ndo mnajua ama Allah ndo anajua? Maashara almuslimin, ukisikia mtu anamwambia, anasema kwamba mke wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amezini, basi mtu kama huyu hajasoma Qur'ani. Na ikiwa haamini Qur'ani na anasema kwamba Allah hajui, yeye ndo yajua, ama Allah anamfichia Aisha amesema uongo, wallahi huyu si Muislamu, wallahi si Muislamu, wallahi si miongoni mwetu. Yeyote anayemsingizia Aisha, Aisha radhiallahu anha asema, sikutarajia Allah anaweza kushukisha Qur'an kwa ajili yangu, sikutarajia. Nilikuwa nafikiri Mtume sallallahu alayhi wasallam ataotesha usiku. Maashara almuslimin, angalia mtihani mzito iliyomfikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Angalia mtihani iliyosababishwa na munafiqin. Angalia shida munafiqin waliomfikishia Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akataka kuvunja nyumba yake na kumpatia talaka Aisha. Lakini baada ya kuwashauri masahaba, baadaye akasema, mimi mke wangu namjua kwa khairi, na yuo kijana Safwan hajawahi kuja kwangu ila mimi niko naye. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu Aisha radhiyallahu anha, ampatie thawabu kwa subra na mtihani iliyomfikia. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala yeyote mwenye kumsingizia Aisha amezini, Mwenyezi Mungu amwangamize. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala yeyote mwenye kumsingizia ummul mu'minin Aisha amefanya machafu na amemfanya khiana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu amuongoze, na kama hataongoka Mwenyezi Mungu amwangamize. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.